Assalamu alaikum wapendwa watazamaji mahali popote mlipo. Taarifa tulionayo hivi sasa ni kuwa ujumbe wa Hamas umeshawasili tayari mjini Cairo nchini Misri kwa ajili ya mazungumzo ya awamu ya pili ya kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza. Kadhalika tunayo taarifa ya mufti mkuu wa Oman ambaye ametoa kauli kusisitiza mataifa ya Kiislamu na kuunga mkono jitihada za kuwanusuru wa Palestina ambao wanadhulumiwa katika ardhi yao huko Gaza. Kadhalika Ansarullah wa Yemen wametoa tishio la kuifungia tena Israel kupitisha meli zake zinazopita katika Bahari Nyekundu kutokana na yale yanayoendelea kule Gaza na kuonekana kutetereka kwa utekelezwaji wa mkataba wa kusitisha mapigano. Kadhalika taarifa nyingine tutakayokuwa nayo ni kwamba tayari Israel imetangaza kupeleka ujumbe wake kule Doha nchini Qatar kwa Jumatatu Machi 10 kwa ajili ya kuendeleza mazungumzo kwa nia ya kutaka kunusuru mkataba wa kusitisha mapigano na kubadilishana mateka na walio katika vizuizi vya utawala wa Kizayuni ambao ni Wafalestina wanaohitajika nao pia kuachia kwa kubadilishana na mateka wanaoshikiliwa na Hamas. Ujumbe wa ngazi za juu wa kundi la Hamas umewasili Ijumaa Machi 7 Cairo ili kuendeleza juhudi ya kurefusha makubaliano yanayosuasua ya kusitisha mapigano huko Gaza ambayo kwa kiasi kikubwa yamesitisha uhasama kati ya Israel na Hamas. Maafisa wawili waandamizi wa kundi hilo la Kifalestini wamesema Ijumaa Machi 7 kuwa ujumbe huo utakutana na maafisa wa Misri siku ya Jumamosi Machi 8 kujadiliana hatua zilizopigwa hivi karibuni kutathmini maendeleo katika kuyatekeleza makubaliano ya kusitisha mapigano na kuzungumzia masuala yanayohusiana na kuanzishwa awamu ya pili ya mpango wa kusitisha mapigano. Mmoja wa maafisa hawa ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kuwa katika mkutano huo na wapatanishi wa Misri, Hamas itaiomba Israel kutekeleza makubaliano, kuanza awamu ya pili ya mazungumzo na kufungua vivuko kwenye maeneo ya mpaka ili kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia katika ukanda wa Gaza. Amesema katika awamu ya pili ya makubaliano, Hamas inataka Israeli iondoke kabisa Gaza na kumaliza mzingiro, ujenzi mpya wa Gaza na msaada wa kifedha kwa kuzingatia maamuzi ya mkutano wa kilele wa viongozi wa mataifa ya Kiarabu uliofanyika wiki hii mjini Cairo. Kulingana na maafisa huyo, Hamas iko tayari kujadiliana kuhusu kubadilishana wafungwa ili kuachilia huru mateka wote wa Israel wakiwemo na wale raia wa Marekani. Siku ya Jumatano Machi 5, Rais wa Marekani Donald Trump alionya watu wa Gaza kuwa wataangamizwa ikiwa mateka wote wanaoendelea kushikiliwa na Hamas hawatoachiwa sasa. Inaaminika kuwa raia 5 wa Marekani ni miongoni mwa wanaoendelea kushikiliwa mateka. 4 wamethibitishwa kufariki na mmoja, Edan Alexander, anaaminika bado yu hai. Hatua nyingine, msemaji wa serikali ya Ujerumani Stefan Heberstreit amesema hiyo Jumatano Machi 5 kuwa nchi hiyo inaunga mkono mpango uliowasilishwa na mataifa ya Kiarabu kuhusu ujenzi mpya wa Gaza ambao kwa kiasi kikubwa uliandaliwa na Misri. Mpango huo una vipengele vingi vizuri ambavyo vinaweza kutumika kama msingi wa kupata mafanikio zaidi ya mazungumzo yenye kujenga kuhusu mpango huu yanapaswa kuanza sasa. Ni muhimu sana kwa serikali ya Ujerumani kwamba Gaza sio kitisho tena kwa Israel, alisisitiza msemaji huyo. Aidha, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni wa Ujerumani Sebastian Fischer ameongeza kusema kuwa Ujerumani itajadili kwa ukaribu zaidi taarifa hizo na washirika wake wa Magharibi na wa mataifa ya Kiarabu. Kulingana na Fischer, nchi za Kiarabu zimeonyesha ishara muhimu ambayo inaashiria nia yao ya kutoa mchango katika kupata suluhisho endelevu kwenye mzozo wa Gaza. Wakati huo huo, Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Uswisi imesema kuwa mkutano uliokuwa ufanyike Geneva kuanza kujadiliana kuhusu kuwalinda raia kwenye maeneo ya Kifalestina na yanayokaliwa kimabavu na Israel umefutwa baada ya nchi chache tu kati ya 196 kukubali mwaliko wa kuhudhuria. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuitaka Uswisi kuitisha mkutano huo ili kuthibitisha tena makubaliano ya Geneva, msingi na sheria za kimataifa na za kibinadamu kutokana na wasiwasi kwa Wafalestina. Israeli imeukosoa mkutano huo ikiutaja kama
sehemu ya matumizi ya mifumo ya kisheria dhidi ya Israeli. Wakati huo huo, katika hatua za kuonyesha kuvunjika ghadhabu za pande mbili katika kuvunja mkataba wa kusitisha mapigano, ujumbe na maafisa wa Israeli unatarajiwa kuelekea Qatar ili kushiriki katika mazungumzo ya kunusuru makubaliano yaliyokuwa mashakani ya kusitisha vita katika ukanda wa Gaza. Kambi na mahema ya Falastini waliokimbia makazi yao magharibi mwa kambi ya Al-Shati huko Gaza inaonekana katika picha unayoiangalia. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imesema imeukubali mwaliko kutoka kwa wasuluhishi. Mazungumzo yatakayofanyika Doha yanalenga kuzishawishi Israel na kundi la Hamas kuingia kwenye awamu ya pili ya kusitisha vita inayotarajiwa kuvimaliza kabisa vita katika ukanda wa Gaza. Makubaliano kati ya pande hizo mbili yalipata mtikisiko baada ya Israel kutaka awamu ya kwanza ya makubaliano ya usitishaji vita irefushwe, huku Hamas ikitaka kuelekea moja kwa moja katika awamu ya pili kama makubaliano ya awali yanavyoainisha. Awali wasuluhishi wa mzozo huo ambao ni Marekani, Qatar na Misri walikubaliana na kundi la Kifalastini la Hamas kusitisha vita kwa wiki 6 mwezi Januari. Katika kipindi hicho, Israeli iliwaachia karibu wafungwa 2,000 wa Falastini na Hamas ikawaachilia mateka 25 walio hai. Wakati hayo yakijiri, Mufti mkuu wa Oman amesisitiza kama kawaida kuunga mkono wa Falastini na kuyataka mataifa ya Kiislamu na watu wote wenye ubinadamu kuunga mkono harakati za kusaidia na kuwanusuru wa Falastini. Mufti mkuu wa Oman amewataka Waislamu wote na watu wanaopenda uhuru duniani kusaidia watu wanaodhulumiwa wa Gaza wanaoishi katika hali mbaya kupitiliza. Katika ujumbe kupitia ukurasa wake wa X, Sheikh Ahmed bin Hamad Al-Khalili ameelezea hali mbaya ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza na kusisitiza umuhimu wa kuwasaidia watu wanaodhulumiwa katika eneo hilo la Wafalastini. Kwa mujibu wa ripoti ya jarida la Al-Arabi Al-Jadid, amesema kuwa kuna haja ya mshikamano na msaada kwa watu wa Falastini, akiongeza kuwa jinsi ambavyo watu huunga mkono familia na jamaa zao wanaopitia magumu, wana wajibu wa kusimama pamoja na watu wa Gaza. Akitilia mkazo muhimu wa misaada ya kibinadamu, ameongeza kuwa tunawahimiza watu wote wenye huruma na mioyo ya upendo duniani kote kutilia maanani hali mbaya ya Gaza na kuchukua hatua ya kuwasaidia, kwani athari za hisia daima huwa za milele na hudumu kwa muda mrefu. Kwingineko, katika ujumbe wake, Mufti Al-Khalil amesisitiza msimamo thabiti wa wapiganaji wa mukawama wa Yemen dhidi ya utawala wa Israel na kuelezea kama majibu ya haki kwa uhalifu unaofanywa na Wazayuni dhidi ya Wafalastini. Siku ya Ijumaa, Machi 7, kiongozi wa harakati ya Ansarullah ya Yemen, Abdul Malik Badruddin Al-Houthi, ameupa utawala haramu wa Israeli muhula wa siku 4 kuhakikisha misaada ya kibinadamu inaingia Gaza, akionya kuwa vinginevyo mashambulizi ya kijeshi ya Yemen dhidi ya malengo ya Israeli yangeanza tena kwa mara nyingine. Baada ya kuanza jinai na mauaji ya kimbari ya Israeli dhidi ya Falastini wa Gaza mnamo Oktoba 7, 2023, jeshi la Yemen lilianza kushambulia meli za Israeli na meli zinazobeba shehena kuelekea katika bandari zinazokaliwa kwa mabavu na Israeli ambazo zilikuwa zikipita katika bahari ya Sham. Operesheni hizo zilileta athari kubwa kwa uchumi wa Israeli na kusababisha kupanda kwa bei ya bidhaa mbalimbali zinazotumiwa na walowezi wa utawala huo katika maeneo walioyashika kwa nguvu na kuyakalia na kisha kuyabatiza jina bandia na kuyaita Israel. Taarifa ya mwisho tulionayo iliyotoka siku ya Jumapili Machi 9, 2025 ni ile inayosema kuwa Baraza Kuu la Kisiasa la Yemen limeonya kuwa litarejea kwenye operesheni zake za kijeshi majini za kuifungia Israel Bahari Nyekundu kama Tel Aviv itashindwa kuheshimu muda uliopewa wa kukomesha mashambulizi yake ya kikatili dhidi ya ukanda wa Gaza. Katika taarifa yake ya mapema Jumapili Machi 9, baraza hilo limetangaza kuwa vikosi vya wanajeshi vya Yemen viko tayari kukamilisha kutekeleza maagizo ya Abdul Malik Al-Houthi, kiongozi wa harakati ya mukawama ya Ansarullah ya Yemen, mara tu makataa ya siku 4 yatakapomalizika. Hivi karibuni wana mapambano wa Ansarullah waliipa Israeli muda wa siku 4 kuhakikisha inakomesha mashambulizi yake ya kikatili dhidi ya wananchi wa Gaza na kuheshimu makubaliano yaliyofikiwa baina yake na harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Falastini na Hamas. Makubaliano hayo yalihitimisha mashambulizi ya zaidi ya miezi 15
ya utawala wa Kizayuni dhidi ya ukanda wa Gaza. Taarifa ya vikosi vya ulinzi vya Yemen imesema, tunathibitisha kwamba tuko tayari kikamilifu kutekeleza maagizo ya kiongozi wa mapinduzi ikiwa ni muda wa mwisho utamalizika bila ya adui mzayuni kukomesha mashambulizi yake. Adui mzayuni na washirika wake ndio watakaobeba dhima kamili ya kuanza tena operesheni za majini za Yemen. Yemen imelaani pia kushiriki kikamilifu washirika wa Israel hasa Marekani katika kusaidia utawala wa Kizayuni kijeshi, kisiasa na kijasusi wakati wa mauaji ya kimbari dhidi ya Wafalastini, ambapo taarifa za karibuni zinasema kuwa Wafalastini 48,453, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto, wamethibitishwa kuuliwa kigaidi na Israel wakati wa mashambulizi ya Gaza. Baada ya Israel kuanzisha mashambulizi ya kigaidi dhidi ya Gaza tarehe 7 Oktoba 2023, vikosi vya Yemen navyo viliamua kufunga bahari ya Sham na kuzuia vyombo vyote vya utawala wa Kizayuni vilivyokuwa vinaelekea Israel kutumia bahari hiyo, na hivyo kusababishia hasara kubwa sana utawala wa Kizayuni katika medani ya biashara na mapato kwa ajili ya serikali hiyo, na hivyo basi kusababisha anguko la uchumi katika serikali ya Israel. Haya ndio ambayo yanaendelea, lakini kubwa ni kuwa vitisho vilivyokuwa vinaonekana dhahiri kuwa vinalenga kufunga njia ya kuelekea kufikia hatua ya kusitisha kabisa vita baina ya Israeli na Hamas, inaelekea kuwa njia inafunguka, kwa sababu tayari Israeli imekubali kuhudhuria siku ya Jumatatu Machi 10 katika mji mkuu wa Qatar, Doha, na kadhalika ujumbe wa Hamas ulikuwa tayari umekushafika Cairo kwa ajili ya kuelekea huko ili kuweza kujadili awamu ya pili ya makubaliano katika kuendeleza kuacha mateka na wafungwa wa Kifalastini ili kuelekea amani kamili na kuanza ujenzi wa Gaza na kufikia mikataba mbalimbali itakayoleta amani ya kudumu baina ya Mayahudi walio wachache wanaokalia ardhi ya Falastini. Hii ni baada ya kuwa hila zote zilizokuwa zikifanywa na Marekani na kuleta vitisho dhidi ya Falastini imeonyesha kuwa vitisho hivyo haviweza kusaidia kufikia kwa malengo yao, kutokana na Wafalastini kutokuwa na uoga wowote na kuonyesha ukakamavu na uthabiti wa imani zao katika kutekeleza na kupigania haki zao za msingi, ambapo hawaogopi kufa kwa sababu hawa walishakufa siku nyingi. Kwa hiyo vitisho vilivyokuwa vikitolewa kwamba watashambuliwa, watapelekwa jahannam, havikuwa na maana wala thamani yoyote kwao, na badala yake tunashukuru kuwa Israel vile vile Marekani imeamua kukaa pamoja na Hamas kusikilizana kwa maneno na kidiplomasia badala ya kutupiana mabomu ambayo hawezi kufikia mwisho. Mahali popote palipo na vita, hakuna budi ni lazima mwisho wa vita hivyo ufikiwe kwa njia ya mazungumzo. Kwa hiyo watu wenye akili mahala popote huwa wanaiendea njia ya mazungumzo ambayo yanaitwa mazungumzo ya kidiplomasia, ambayo huepusha shari na kuepuka kumwaga damu za watu, ambapo hata mkiamua kuonyeshana ubabe, lakini mwisho wa siku ni lazima kuwa na mazungumzo. Kwa hiyo kuwa na mazungumzo ndio njia bora ambayo Hamas walikuwa wakitaka, lakini Marekani na Israeli wakikataa, lakini mwisho wa siku wamekubali kufuata njia ambayo Hamas wanaitaka. Msisahau kuwa yote hayo yanatokea na kuhafifisha umwagikaji damu ni kutokana na dua ambazo Waislamu wanaomba kote duniani, kuomba dua ili Mwenyezi Mungu asimamishe umwagikaji damu katika mwezi huu wa Ramadhani na kuendelea katika nchi mbalimbali ikiwemo Gaza huko Falastini, ikiwepo Urusi na Ukraine, Sudani, mapigano ya ndani kwa ndani, na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Wanyarwanda kutoka Rwanda wameingia katika nchi ya Kongo kwa ajili ya kupora utajiri wa Kongo, huku wakijifanya kuwa wao ni waasi, lakini hakika ni kuwa kinachoendelea Kongo ni jeshi la Rwanda kuingia Kongo kwa njia ya uvamizi na uporaji wa mali, na yote hayo ni katika maafa. Zaidi ya watu 7,000 wamekwisha kufa. Tuzidi kumuomba Mwenyezi Mungu mahali popote pale palipo vita vinyamazike. Tusisahau kusoma suratul Fil na surati Tabat Yada, yani suratul Lahab, kwa ajili ya kumuomba Mwenyezi Mungu wababe wote ambao wao wanadhani kuwa kumwaga damu za watu ni ubabe, Mwenyezi Mungu awaletee majeshi yake na awadhibiti, waweze kutulizana mahala, wasiweze hata kunyanyua kikombe cha maji, ili dunia iwe ni mahala salama kwa kuishi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.
Allah ya Allah ya Allah, Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah.